Bro, kitu mwa nimekia ona maisha tunaishi, jikaze pale vile kwenye huko usikue mtu wa kiburi, antuka ache arrogance bro. Arrogance ni synonyme ya ignorance. Unasikia? Acha kuwa mtu wa kiburi juu Mungu apendezake hili. Mungu yeye peke anasema ana resiste mbele ya watu wa kiburi. Unasikia? Maki kisu pale vile maisha yako, jikaze sana, uache kiburi. Na kama kuna mtu mwanawe mko na kiburi, jikaze umsukumie video. Gisu uko pale vile maisha yako yote ni ushuhuda. Unasikia? Na hisi maisha yako ni ushuhuda. Nyuma unapasha kuwa jikaza, unaishi unakuwa ambo. Unasikia? Kila muda, kila saa na kila dakika unakuwa ambo, unakuwa uko bien. Ukipata leo usijione wewe njo mwenye unajua tafuta kibatu wote. Tiri mwakili. Kama uko mzuri, uko kiana, uko bogos, uko handsome boy, uko good girl, beautiful, usijione njo maana kuzia watu wote. Jua maisha tunaisha. Wewe kisi uko pale vile, kila kitu tuko nayo. Kuwa mtu wa gratitude, shukuru Mungu kwa gisi huko. Gisi Mungu anakubariki, shukuru Mungu. Na kama uko na ile uwezo na wewe ya kugawanya na wengine, gawana. Kama uko na ile uwezo na kama ulijisikia, unasikia juu kiburi basi mani kaburi. Unasikia arrogance, maiki unakuwa jua sasa wewe ndio unajua, wewe ndio kuile ya yote. Wewe pa maisha haiko vile. Maisha ni vice versa. Vile vyote uko navyo sahi, mwingine kesho atavipata. Na kuma atapata zaidi ya vile. Kwa maana usijifanye nyuma ukonesere sana. Nasikia, mimi maisha tupamo tunaishi, kila mtu anaishi kwa experience. Na kila mtu anaishi na season yake. Season yako kuwa mzuri, chunga vyako, kula vyako pole pole, ishi mzuri, benire watu, kwa mtu wa gratitude, furahia maisha. Kwa sababu hakuna mtu mko na competition hapa chini ya jua. Hakuna mtu mwenye unadai ama yanakudai hapa chini ya jua. Ukianza na ukipata tunaanza kuwa na vita na kila mtu. Jua kuna shida. Hii mimi nasema par experience. Jua kuna shida. Juu maisha tunaishi hamo kama si binadamu. Ni maisha yenye unakuwa huko pale vile uko unapanga safari yako. Maana tunaishi sasa ni msafari. Mwetuko tunenda. Na hivi yote tunapata kwa sababu mkate wa njiani. Unasikia? Ndio kwa maana kila kitu tunapata, profite, enjoy, furahia, wewe na watu wako karibu, na unasonga mbele. Juko vitu vyote utaweza pata, saa utaweza vipata, na kesho itafika hauna navyo. Jujue hii dunia tunaisha ni milima, kupanda na kushuka. Ni kama unapata kitu yako huko, vumilia, kula kwa amani, usitafute kushusha watu wote chini. Uone njo mko konesere, uone wewe njo na contre hii reseaux sociaux. Njo watu kwa juna sasa washamaliza. Ukipa maisha ni safari, kila mtu kwa season yake. Unasikia? Ukiona mwenzako afaulu maiki, usimtilie, unasema basi Mungu yepeke anajua. Ukiona mwenzako anafaulu, pigia makofi, pigia mikono, sema Mungu sifiwe kwa sababu huyu mtu anafaulu. Vile ndio maisha iko. Maisha iko asikuwa ambo ndio shushe watu wakanyagia. Kuwa ambo ni mtu unapenda, unatakia watu vizuri. Ni mtu mwenye unaheshimia kila mtu, akuwe mdogo akuwe mkubwa. Ni mtu mwenye unakula haki yako kwa maana salama, au kosesha mwingine mtu amani ama muhimu usingisi yake. Unasikia? Awanzi tapeli wengine watu. Juu kubele wengine wanajukuzeko kwa maposti fulani. At least watalapisha watu. Wende angalia mafasi kwenye mavita zishatokea. Mafasi kwenye watu wanafukuza kazi, mafasi kwenye nani najua batirika, sizui na batirika. Kama ulikuwa uliza watu wanashinda kwa mabarabara, bakuambie. Kama ulikuwa fasi ya barabara, ulikuwa na vuma, kumbe kulikuwa mu barabara leta siku na kia kubomole wana kufukuza.
unabakia hivi unaanza angalia hivi. Unasikia? Ni kama wako kutoa ambo na kila mtu. Hakuna mtu anatakiwa kushika miani. Juu uko ambo. Na kuwa ambo kwa seo kuna jikunja. Kuwa ambo ni mtu mweko sana kila mtu. Ni mtu mwapenzi maneno. Ni mtu mweko kimo ulipata amini ukakosa amini. Njoo kuwa ambo. Usikuwe na kiburi, usikie una mtu wa kiburi. Ule unaanza pata tu makuta kidogo make wewe hausikiliki tena. Haupendi usikie bakupatie advice. Haupendi tena kusikia tena advice pale kwenye huko. Unajua sasa ushakuwa utop. Ushakuwa down. Ni maisha iko vile. Maisha ni kuvumilia na kuvumilia na kuvumiliana. Ndio maana acha arrogance. Arrogance ni patia ignorance. Nasikia ukuwa mtu wa kiburi maki wewe ni mjinga. Ndio tu ile nitafute sema jikaze ubadilishe ile akili ya vile usonge mbele kwa maana salama, furahia maisha yako na maisha endelee kwa bomba. Juu maisha tunaishi ni limoja. Unasikia? Usicheke wengine, usicheke mwingine anashinda. Juu akishindwa kumbe ndio njia atajifunza zaidi ya kuimetre makile kitu. Ukiinuliwa usione ndio mwisho. Inuliwa, kula vya kwa maana salama, kwa tuna respect na kila mtu basi, na maisha inasonga mbele. Mkua wewe ule pale vile wewe ule paka mpeke naishiwa ule waki unasumbua watu waki watu walali tena. But chikazo kwe hambo kumaisha tu kwa hambo ukwata kwa mtu mwingine wanakuwa na kusio kwa nju na kiburi. Sasa tuonesha watu kama njule kwanza blame. Kuna mtu wanapenda vya kublame watu. Unajua ile ni kiburi au uzima. Jua ana kitu aone kusakisi bali watu jua wanamuhimu. Pani yeye uwajibu wake. Opa kuomba si ni wajibu wako. Kuabudu Mungu si ni wajibu wako. Kufanya masharti ya Mungu si ni wajibu wako. Unaanza laumu mtu mwingine mwenye anajiitika anajisakrifia anafanya vile vile Mungu anamwambia afanye. Anavifasha maisha yake endelea kuwa bomba. Unaona pale vile. Kwa maana vumilia maisha ukisi kujikubali, endelea kuforce tu gurudumu jinsi uko pale vile maisha itaendelea kuwa bomba. Unasikia? Usikate tamaa. Unasikia? Usikuwe mtu wa kiburi. Ile ndio kabisa upiganisha. Acha ile tia mbali viburi yote ya jamii ya uzima ya kutia mbali. Uko tu focus na main goals yako. Bila nifanye hiki kifaulu, amen. Tufaulu, amen. Najua Mungu kwa pamoja nami na atanifanya nifaulu, nifanye vitu vikubwa. Unasikia pale na maisha yako itaendelea kusonga mbele. Tiele mwakili. Tiele mwakili. Unasikia bwana, kama uko ishene, ni shene ya Musa Kilimali Gregoire. Ni shene ya Musa Kilimali. Jikaze like, comment na ushare na watu wengine basi kupata nyingine video kama na hizi. Na Mungu atubariki. Tukutane tena mwingine mwa video hapa hivi. Chao chao.